Habari za hivi punde ni kwamba Rais Donald Trump ametoa mashambulizi makali dhidi ya utawala uliopita wa Joe Biden, akisisitiza kwamba utawala wake unakataa mtindo wa zamani wa serikali isiyo na uwezo. Kauli hizi zinakuja huku akijigamba kuhusu juhudi zake za kufanya uchumi wa Marekani kustawi kwa kasi mpya. Katika matamshi yake ambayo ameyatoa hivi karibuni, Rais Trump hakuchelea kumkosoa mtangulizi wake. Alisema wazi, akasema utawala wangu umekataa mtindo wa zamani wa serikali isiyo na uwezo. Hii inatafsiriwa kama lawama moja kwa moja kwa utawala wa Joe Biden ambao Trump anaamini uliacha Amerika na matatizo mengi ya kiuchumi na kijamii. Kwa mujibu wa Trump, mfumo uliopita ulikuwa umejaa kanuni na urasimu uliokwamisha ukuaji na ubunifu. Analenga kuonyesha kwamba tangu aingie madarakani ameanza harakati za kubadilisha jinsi Washington inavyofanya kazi. Mojawapo ya ahadi kuu za Trump na ujumbe unaosisitizwa zaidi ni kuhusu kuinua hadhi ya kiuchumi ya Amerika ulimwenguni. Alitangaza kwa msisitizo akisema, tunaijenga Amerika kuwa sehemu bora zaidi duniani kufanyia biashara. Kauli hii inakuja wakati utawala wake unapitia marekebisho mapya ya sera za biashara, kodi na udhibiti. Wafuasi wa Trump wanasema hatua hizi zinalenga kurahisisha mazingira ya kibiashara, kuwavutia wawekezaji na kuunda ajira za Marekani. Anataja mipango ya kupunguza zaidi kodi kwa mashirika, akiamini kwamba hii itahimiza makampuni kubaki au kurudi Marekani baada ya kwenda ng'ambo. Juhudi za kupunguza kanuni za sera zinalenga kuondoa vizuizi ambavyo wawekezaji wakuu wamekuwa wakilalamikia kwa muda mrefu zaidi. Sera za biashara za Amerika Kwanza zinalenga kulinda wazalishaji wa Marekani kupitia ushuru na makubaliano mapya ya kibiashara. Trump anasisitiza kuwa mabadiliko haya yanazaa matunda, akielezea kwamba mtazamo wa ulimwengu kuhusu uchumi wa Amerika tayari unabadilika na kwamba uthabiti na ukuaji vinarudi kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Maneno ya Trump yamesababisha mijadala mikubwa ya kisiasa. Wapinzani wake wanapinga vikali madai ya serikali isiyo na uwezo, wakikumbushia mafanikio ya utawala uliopita hasa katika uundaji wa ajira. Lakini kwa wafuasi wa Trump, ujumbe wake unagusa moyo wa ahadi yake ya kuifanya Amerika kuwa kuu tena, na wanaona kauli zake kama uthibitisho wa kuanza kwa enzi mpya ya kiuchumi. Uchambuzi wa kisiasa unaonyesha kwamba Rais Trump anatumia maneno haya kuweka msingi wa ajenda yake ya kiuchumi na kuimarisha imani yake ya wafuasi wake kwamba yeye ndiye pekee anayeweza kurekebisha nchi. Sasa swali ambalo linabakia ni je, vita hivi vya maneno vitakuwa na athari gani kwa muktadha wa kiuchumi wa Marekani na siasa za dunia? Nadhani endelea kutufuatilia katika chaneli yetu ili uendelee kujipatia update mbalimbali zinazoendelea ulimwenguni kote.